Na mtazamaji, kama nilivyozungumza katika video zilizopita kwamba Wema Sepetu sasa hivi amekuwa na interest kubwa sana ya kutumia mtandao wa TikTok. Tumeona kwamba Wema Sepetu bwana, katika mitandao ambayo sasa hivi ameamua kuitumia kwa sana ni TikTok, na yeye mwenyewe pia ameweka bayana kwamba yeye mwenyewe Wema Sepetu ameweka bayana kwamba sasa hivi bwana, yeye hapendelei tena kutumia mitandao kama vile Instagram. Anadai kwamba negativity imezidi katika mtandao huo. Umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa mujibu wa Wema mwenyewe anadai kwamba huko TikTok, huko Instagram bwana, wamezidi negativity. Kwa hiyo sasa hivi hapendelei kabisa kutumia mtandao huo, kwani watu wengi sana naona wamekuwa wakimwandama, na yeye hapendi michongo ya kusemwa. Mambo yamekuwa yakizushwa, yakiibuliwa kila siku kadri ya siku zinavyozidi kwenda. So kwa kifupi ni kwamba baada ya Wema kuzungumza hivyo bwana, amekuwa na hii tabia mpya siku hizi, amekuwa akiruka sana amekuwa akiruka sana live TikTok. Leo ni kama siku ya 3 hivi Wema anaruka live, anazungumza na mashabiki zake pale live na mambo mengine kama hayo. Sasa katika moja kati ya live ambazo ameruka, ukiachana na zile ambazo nimeisha kuletea, ni kwamba hivi karibuni bwana Wema jana, yani usiku wa kuamkia leo, ni kwamba Wema alikuwa live na kuna huyu mwanadada ambaye ni mpenzi wa kiredio anaitwa Vidola. Bwana Vidola bwana ameruka, alivyoona Wema yuko live ikabidi na yeye pia join ile live, a request kupandishwa, akapandishwa, then akataka kuzungumza na Wema Sepetu. Umeona bwana Kwa hiyo bwana Vidola alikuwa anataka kuzungumza na Wema Sepetu, lakini kitu ambacho kimekuja kumeke headline ni kwamba Wema alivyoitwa aje azungumze na Vidola, akauliza nani anayetaka kuzungumza na mimi, akamwambia kwamba Vidola. Wema alikuwa hamjui Vidola ni nani, kwa hiyo akaanza kuuliza ndio nani. Bwana, kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Wema bwana aliuliza Vidola ni nani, na hiyo video bwana imeenda viral huko mitandaoni. Sio kawaida kitendo cha Wema kusema kwamba Vidola ndio nani, watu wameanza kumsema Vidola kwamba Wema hamjui. So hebu sikiliza hapa uone jinsi ambavyo tukio lenyewe lilivyokuwa unfold, yani tukio lenyewe lilivyokuwa mpaka mambo yakawa hivyo. Can I talk to Wema? Thank you. Can I talk to Wema? Okay. Karibu mama. I cannot stand for a long time. Hi honey, how are you? I'm fine. How are you? I'm good, my darling. You okay? Yeah, I'm okay. What's your name? Victoria. Okay. Surrogacy, how much? I did not do surrogacy, your money. Ish. Okay. Jamani haters, oh my god. Wema, I'm here to say hongera. I'm happy for you. Darling. Thank you, my love. Thank you so much. Yeah, just like that. Vidola is Miss Kiredio, the girlfriend of Kiredio. Yeah. Oh yeah, the girlfriend of Kiredio. Hi, Wema. Hi Yeah, so hilo ndo tukio ambalo wadau wakajua kwamba kumbe Wema hamjui Vidola ni nani, mpaka alivyoambiwa kwamba huyu ni girlfriend wa Kiredio ndo akashtuka, kumbe ni girlfriend wa Kiredio ndo anaitwa V. So hiyo ni issue ambayo watu wameona kama vile imewafurahisha, imewachekesha. Kwa hapa kuna page imekuja imeripoti, imeandika kwamba bwana, kumbe Wema Sepetu hamjui Vidola. Aibu utaona wewe, ila hata mimi pia vile vile huyo Vidola simjui. Wema wala hana kosa. Mambo hayo. Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu.
tunaweza kusema kwamba Wema bwana amewaliza, amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu. Lakini pia vile vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua, basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu. Maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo, awasaidie hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata Wema, hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida. Tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Oli Oscar. Bwana hilo ndo jina la mtoto wa Wema, anaitwa Oli Oscar. Bwana huyo ndo mtoto wa kiume wa Wema Sepetu na Whozu. Kwa hiyo bwana, wadau wameanza kuifollow hiyo account kwa speed. Lakini pia vile vile kuna mavideo mengine mengi sana yameanza kusambaa tokea kipindi Wema ameanza kununua nguo kwa ajili ya mtoto, anafanya shopping ya mtoto kabla hajazaliwa. Kuna video zikiwa zinamuonyesha Wema akiwa anafanya mazoezi hospitalini siku ambayo anakaribia kwenda labor. Pia vile vile kuna video ambazo zinamuonyesha Wema akiwa yuko na ujauzito wake anafanya photo shooting. Umeona bwana, kwa hiyo kuna vitu vingine vingi sana sasa hivi ndio vimeanza
zikaanza kutolewa, na hii imeonyesha jinsi gani ambavyo marafiki na watu wa karibu wa Wema wanajua kutunza siri. Hizi content zote walikuwa nazo, lakini walikuwa hawajaamua kuziweka online, lakini baada ya Wema kujifungua ndo akaamua kuzipost. Nadhani walikuwa wamekubaliana hivyo na wakakeep promise yao kwake kwa miezi 8 au 9. Ni kwamba hawa watu wa karibu wa Wema Sepetu walitunza hizi video, zimekuja kutolewa kipindi ambapo Wema mwenyewe ameruhusu zitoke. So ni kitu cha kujifunza hicho. Ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo tumewahi kuviona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Wema Sepetu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Lakini pia vile endelea kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.